Na tunavyoendelea kuvutia uwekezaji ndani ya Tanzania, mahitaji ya umeme yanaongezeka kuwa makubwa. Umeme tunaosema leo tuna akiba ya kutosha, pengine baada ya miaka 3-4 mbele akiba hii itakuwa haitoshi, na kwa maana hiyo tunaendelea kutafuta au kuzalisha umeme kupitia vyanzo vingine kama jua, upepo, thermal na vyanzo vingine ambavyo vitakuwa vinatosheleza kutupa umeme. Lakini mahitaji haya, kuna kipindi nilisikia minong'ono wakati tunasema bwawa limekamilika. Kuna watu walikuwa wanasema limekamilika lakini ni white elephant. Nilijitembo jeupe limelala halina kazi, kwamba hakuna matumizi kwa sababu hakuna njia kuu za kusafirishia umeme. Sasa ujenzi wa njia kuu ni kama nilivyoeleza unaendelea kwa kasi kubwa, na mradi huu ni mradi wa manufaa makubwa kwa taifa na sio white elephant. Ndugu zangu, ili mradi huu uendelevu kwa miaka mingi ijayo, tuna wajibu wa kutunza, kuhifadhi na kulinda mazingira pamoja na vyanzo vya maji vinavyoleta maji kwenye bwawa hili. Hivyo nitoe wito kwa wananchi wote kuhakikisha tunatimiza wajibu wetu. Niwatake Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Wizara ya Nishati, Wizara ya Maji na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuratibu na kusimamia kwa karibu zaidi juhudi za uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji katika maeneo yanayohusiana na mradi huu. Hiyo itafanya mradi huu uishi kwa miaka mingi zaidi. Tumeanza kusikia taarifa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwamba miezi michache ijayo tutakabiliwa na mvua kubwa za El Nino. Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kwenda kujitayarisha kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa kwa wananchi wetu. Kwa hiyo niwaombe sana, tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe ili mvua hizi zisilete madhara kwa wananchi wetu.